بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Rajab mwaka wa 1442 katika silsila ya durus kuzungumzia qasasul anbiya, walillahi alhamdu wal minna. Tulimzungumzia mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi, na ni Nuh alayhi salatu wassalam. Na biidhnillah ta'ala, kuanzia kikao cha leo nadhkuru awwalu rasulin arabi, tumtaja mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa Waarabu, na ni Hud alayhi salatu wassalam. Imekuja katika hadith dhaif jiddan kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja mitume akasema arba'atun min al-arab, wanne katika mitume aliyowatumiliza Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni katika Waarabu: Hud وصالح وشعيب. نبي الله هود عليه السلام، كذلك صالح ambaye ametumilizwa kwa Thamud, kadhalika Shuaib, na wanne ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hud alayhi salatu wassalam yarji'u nasabuhu كما اتفق أهل الأنساب إلى سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. نساب يهود عليه الصلاة والسلام pamoja na kuwa mختلفiana kuhusu baba yake na babu yake, lakini yaishia kwa Sam bin Nuh ambaye ni mtoto wa Nuh عليه الصلاة والسلام. ذكر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام في القرآن 7 مرات. هود عليه الصلاة والسلام أمتاجوا كتك قرآن مرة 7، وذكرت قبيلته وهي عاد 27 مرة. نكبيل لك أنبوني عاد ومتاجوا مرة 27 كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. وهو من هذه القبيلة التي كانت تسكن بالأحقاف. na Hud ni katika kabila la Ad ambao walikuwa wakiishi katika sehemu inayojulikana kama Ahqaf. wadhkur akha Ad idh anzara qaumahu bil Ahqaf, walikuwa katika sehemu inayojulikana kama al-Ahqaf. wal Ahqaf jibalun min ar-raml fi al-Yaman, ni majabali ya changarawe na mchanga iliyoko Yemen, na yasemekana kuwa hii sehemu ya Ahqaf baina ya Umman wa Hadramut, baina ya Umman na Hadramut. Na wengine wataja kuwa bali ni Hadramut as-Sahil, katika mji unaojulikana kama Shihr ambao upo mpaka leo, na ndio kanasibishwa kwa sababu wengi katika wale waliotoka Shihr, ule mji uko karibu na ni pwani, kwa walikuwa wengi wakija huku Kenya, Tanzania, wakaitwa Washiiri. maana Washiiri ni watu wanaotoka Shihr. Sehemu inaitwa Shihr, na si wote watoka Shihr, wengine watoka huku, wengine watoka huku, lakini wote wakaitwa Washiiri kwa sababu watoka Shihr. Hii sehemu inajulikana kama Shihr mpaka leo iko Hadramut as-Sahil. وعاد قوم هود من العرب. عاد أنبوني watu wa Hud ni katika Waarabu. والعرب تنقسم إلى 3 أقسام كما قيل. Waarabu wamegawanyika vigawanyo vitatu. Kuna arabun ariba baida, wale Waarabu wenyewe, lakini hawa walikwisha, yani hawako tena. Akitokea mtu leo akisema mimi nasaba yangu yarejea mpaka kwa Hud, atakuwa kadhabu mkubwa, kwa sababu hili kabila la Waarabu wale liliisha kabisa, hakubakia hata mtu mmoja.
yani bimaana kizazi chao hakikuendelea. Na kuna arabun ariba baqiya ambao ni kama mfano nani, Jurhum, ambao walikuja wakaishi Makka pamoja na mama yake Ismail alayhi salatu wassalam, na ndio Ismail akaoa kwao, ambao hawa asili yao watoka Yemen, wakaja wakaishi Makka pamoja na mama yake Ismail. Hawa ni al-arabu al-ariba al-baqiya ambao wamebakia mpaka leo. Na Ismail alayhi salatu wassalam akaoa katika kabila la Jurhum, na asili ya Ismail ilikuwa si Mwarabu. Alipooa pale wakazaliwa sasa Waarabu wengine, kwa sababu yeye alisoma lugha ya Kiarabu kwa hawa Jurhum, akawa azungumza Kiarabu alayhi salatu wassalam. Ndio wakazaliwa baada hapo Arabun musta'raba, al-arabu al-musta'raba. Na katika hawa mtu aweza kusema lakini hawa al-arabu al-ariba ndio aslu al-arab, na mtume sallallahu alayhi wasallam atokamana na al-arabu al-musta'raba ambao asli yao ni Ismail alayhi salatu wassalam. Ni nani ambao wabora zaidi katika nasaba? Tusema ni al-arabu al-musta'raba, kwa sababu kwa wao ndio ametoka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hawa au haya ni makabila matatu ya Waarabu. Kuna wale ambao walikwenda hakuna kizazi chao, ambao ndio hawa sasa hivi tuwazungumzia, watu wa Ad waliotumilizwa kwao Nabii Allah Hud alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Hud min Ad, wa Ad min al-arab al-ariba al-baida, wale ambao kizazi chao kilikwisha. Na mfano wao pia ni kaumu Salih, nao ni Thamud na wengineo katika makabila ya Waarabu. Haulai kulluhum min al-arab al-ariba al-baida allati lam yabqa minha ahad, hakubakia yeyote katika kabila la Waarabu hilo, wote walikwisha. وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخمة, na hawa watu walikuwa wakiishi katika mahema, na wengine wasema ni majumba marefu sana, kama qala Allah tabaraka wa taala alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, una habari namna Mola wako alivyowafanya Ad. Iram, Ad wa Iram ambao babu yao huyo Iram, dhat al-imad, ambao walikuwa na mahema yaliyo na nguzo ndefu sana. Hawa lam yukhlaq mithluha fil bilad, katika umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa hawa binadamu, aliwapa umbile kubwa sana. قوم هود أول من عبد الأصنام بعد نوح عليه الصلاة والسلام, kabila la kwanza ambalo lilianza kuabudu masanamu baada ya Nuh alayhi salatu wassalam ni hawa watu wa Ad. Katika dhurriya ya Nuh alayhi salatu wassalam, watu wa kwanza kabisa walioabudu masanamu baada ya kuja ile tufani, upepo na maji ikawaangamiza watu wote, akabakia Nuh alayhi salatu wassalam na wale walioamini pamoja na yeye. Bali Nuh aliomba dua, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara, akamuomba Allah asibakishe hata mmoja katika makafiri. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala hakubakisha hata mmoja katika makafiri, waliobakia ni waumini peke yao. Kwa wakaanza kizazi baada ya kizazi ni waumini. Watu wa Ad ndio wakawa wa kwanza kabisa walioabudu masanamu katika dhurriya ya Nuh alayhi salatu wassalam. Na hapa tuona umuhimu wa watu kufundishana tauhid na daima kukumbushana na kutahadharishana kutokamana na shirk. So mtu asiwe na amani kuwa eti kizazi kinachokuja chake kitabakia katika Uislamu. Usikae ukasema alhamdulillah sasa hivi sisi ni Waislamu na watoto wetu ni Waislamu na inshallah watoto wao watakuwa Waislamu. La, kuna dharura kuwa lazima watoto wetu tuwafundishe Uislamu, tuwafundishe tauhid, tuwafundishe shirki ni kitu gani ili wajiepushe nayo, na wao wawafundishe watakao kuja baada yao. Kwa sababu nani atasema kuwa baada ya kuangamizwa washirikina wote na makafiri wote kisha warudi watu tena waabudu masanamu, na huku nyuma watu wameangamizwa? Yote hii ni kwa sababu ya durusul ilm. Ile ilmu ikiondoka
ikipotea wabakia watu juhala, hawa ndio shetani anayewachezea, wakaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiangalia sifa ya namna alivyowaumba Allah subhanahu wa ta'ala Ad, a'tahum Allah tabaraka wa ta'ala bastatan fil khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu wa Hud mili mikubwa sana, ilikuwa mijitu mikubwa sana kuliko vile wewe unavyofikiria. Leo akionekana mtu mrefu tu kidogo hivi, yani tuseme kwa mfano hapa msikitini tumekaa, mtu akagusa kichwa chake pale juu, wamuonaje wewe? No, yani watu watakuwa wamzunguka kila anapotembea, washangaa naye. Sasa sikiliza za viumbe Allah alivyoviumba, hawa viumbe Allah alivyoviumba. قال لهم هود waambia jamaa zake, wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di qaumi nuh, kumbukeni katika neema za Allah akawajalia nyinyi pahala pa watu wa Nuh, bimaana nyinyi ndio watawala katika hii ardhi baada ya watu wa Nuh. Wazadakum fil khalqi basta, akawazidisha katika umbile mkawa na miili mikubwa. Fakanat ajsamuhum adhima, hao watu walikuwa na miili mikubwa sana. Na kuna riwayat zingine zafanya mubalagha sana katika ule ukubwa sana wa miili yao. Sema katika mubalagha wanaotaja anna ahadahum kana idha wada'a rijlahu ala al-ardi kharaqaha, na hii si kweli. Ati mmoja kikanyaga hivi yuachimba chini, watoboa chini, watoboa. Hii si kweli. Hizi riwaya hizi ni zile za kuzidisha, lakini walikuwa wakitembea. Wengine katika ulama wa tarikh wataja walikuwa wakitembea wakisikika sauti zao kwa watembea, yani watembea ile jitu yuaje. Na hii maakuli, manake hata sasa hivi jitu likiwa kubwa likitembea wasikia jitu hilo laje ile, tena hasa wakiwa na hasira. Kama na watu wakishikwa na hasira, subhanallah, akitembea waweza kusikia yuaje. ولكن لا شك أن أجسامهم كانت عظيمة, miili yao ilikuwa ni mikubwa. Yatosheleza Mtume sallallahu alaihi wasallam akimzungumzia Adam, asema khalaqa Allahu Adama ala surati tuluhu 60 dhiraa. Ona hizi dhiraa, tuseme tuiite futi kwa mfano. Adam alikuwa futi 60 juu, futi 60 juu, sio mafahamu. Baba yetu Adam alipoumbwa aliumbwa akiwa na futi 60. فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن, ikawa sasa ule urefu wapungua mpaka sasa. Sasa hivi kuna vijitu vifupi lakini vina taabu sana. Yani sisi urefu gani uliona? Hata yule ambaye yuaitwa ni mrefu pia si chochote, dhiraa 60. Kwa mfano, piga mfano tuna zaidi, mtu ana futi 60 juu, huyo si mnazi kama nyasi kwake kikweli? Yani achukua vijidafu vile kama njugu yuala, huko atembea tu, hakuna chochote ni kikubwa kwake. Futi huyu Adam alayhi salatu wassalam, na alipita katika hii ardhi na urefu ni huo. Kwa hivyo Adam alikuwa ni kiumbe mkubwa kabisa aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala katika watu. Kisha watu wapungua ule urefu mpaka leo, lakini hawa Ad hawa Allah aliwapa miili mikubwa, na hili mtume wao aliwakumbusha katika neema, akasema wazadakum fil khalqi basta, yani Allah akawazidishia katika umbile, mkapewa mwili mkubwa, ilikuwa mijitu mikubwa. وقال الله عنهم التي لم يخلق مثلها fil bilad, watu hawa hakujaumbwa mfano wao katika nchi. Sasa waweza kutasawar walikuwa vipi? وقال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. yani fikiria namna Allah alipowapa nguvu mpaka wakafanya kibri katika ardhi, ikawa
wauliza huko kipiga kifua, man ashaddu minna quwwa, kuna mtu ambaye mshamuona na nguvu kama sisi? Hakuna mtu ana nguvu kama sisi. Ndio mtume wao alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaambia katika makosa ambayo walikuwa wakiyafanya kwa wenzi wao, wale watu wa miji mingine wale wakipita katika miji ya watu hawa walikuwa wakitandikwa sana, wakidhulumu watu. Walikuwa ni watu ambao wana dhulma na kibri kwa sababu ya ile miili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ukiangalia mtume wao alayhi salatu wassalam akawaambia katika yale aliyowaambia, watattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun, na mnajenga majumba katika kila sehemu nzuri. Fanya mchezo tu, mwafanya mchezo, yani mpaka wajenga majumba kwa ajili ya mchezo tu, wajenga pale, acha na nyumba pale na nyumba pale, wana kazi nayo. Wa idha batashtum jabbarin, hapa sasa, na mnaposhambulia mnashambulia kwa jeuri, uadui mkubwa. Watu waweza kuwa hawana maneno na wao bwana, jamaa upita misafara yao pigwa makonde kweli kweli, wewe utasimama jitu ni hilo yani wajua kuna watu waweza kudhulumu kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko wewe mwili wake, akupiga alafu wewe waweza kufanya nini? Kufanya lolote shekhi. Dhulma walikuwa wakiifanya kwa watu, yani katika yale mambo walikuwa watu wa Ad wakiyafanya kwa sababu ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alipowapa miili mikubwa, mpaka kusema kuwa man ashaddu minna quwwa, nani ana nguvu kama sisi? Wakasahau kuwa aliyewaumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala huwa ashaddu minhum quwwa, ana nguvu kuliko wao. Lakini hivi ndivyo walivyokuwa watu wa Ad. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وهو كسائر الأنبياء دعوتهم واحدة. الله سبحانه وتعالى akamtumiliza mtume wake Hud alayhi salatu wassalam kwenda kuwalingania jamaa zake. Na Hud alayhi salatu wassalam, kama vile walivyokuwa mitume wengine kabla yake na mitume waliokuja baada yake, da'wa yao ni moja pekee yake, wa hiya da'wa ila ibadati Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lahu, kuwalingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, wasimshirikishe na chochote. فكان موقفهم كموقف قوم نوح من نوح، kama kawaida misimamo yao ikawa dhidi ya mtume wao alayhi salatu wassalam ni kama vile walivyokuwa watu wa Nuh kwa Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa ukiangalia mawqif ya watu wa Nuh, mawqif ya Ad kwa mtume wao Hud, na ndivyo itakavyokuwa tutakavyosoma huko mbele mawqif ya watu wote waliotumiliziwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam dhidi ya mitume wao, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema atawasau bih bal hum qaumun taghun. Ni kama wamehusiana hawa waamiliana na mtume wao kama hawa na hawa kama hivyo hivyo, hakuna tofauti katika vile wanavyoamiliana na mitume wao. Na katika yale ambayo wameamiliana vibaya na mtume wao Hud alayhi salatu wassalam, annahum muttahamuhu bisafah, walimtuhumu Hud alayhi salatu wassalam kuwa ana upumbavu. يقول الله سبحانه وتعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه، wakasema wale watukufu mabwenyenye wale waliokufuru katika jamaa zake kaumu yake, inna lanaraka fi safahatin, sisi tunakuona umo katika upumbavu. Na si safaha tu, wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, na hakika sisi tunakufikiria kuwa wewe ni katika watu waongo, si mkweli katika hayo na ulingania. Kwa hiyo wakamtuhumu mwanzo ni mpumbavu, kisha wakamtuhumu kuwa ni muongo, na pia wakasema in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadhiban,
hakuwa chochote huyu isipokuwa ni mtu anayemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. واتهموه بالجنون صلوات الله وسلامه عليه فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء في عقلك. wewe onyesha miungu yetu imekupata kwa jambo baya, wewe akili yako si nzima, wewe una wazimu wewe. Hakuna tofauti katika haya yote baina ya watu wa Nuh na wao namna walivyokabiliana mitume wao. وهذه الاتهامات التي اتهموا بها هود عليه الصلاة والسلام هي نفس الاتهامات التي اتهم بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. كتهمة كما هي ndio tuhuma ile ile ambao mitume wote waliopita kabla ya Hud na waliokuja baada yake walituhumiwa na watu wao. Hakuna tofauti. Na ndio tukataja aya atawasau bihi ay atawasat hadhihi al-umam ala hadhihi al-ittihamat. Je, hawa umma mbalimbali wamehusiana katika kuleta tuhuma kama hizi kwa mitume wao? na Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Kwa hakuna jipya mpaka leo kila anayepinga haki waliokuja nao mitume wa Allah alayhi salatu wasalam, utaona hivi ndivyo wanavyowatusi mitume wa Allah. Na hili si la ajabu la karibuni kutokea kafiri akamtusi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. hivi ndivyo wanavyofanya. Na mitume wa Allah alayhi salatu wasalam wakaamiliana nao kwa muamala mzuri kabisa, pamoja na kwa tuhuma zote hizo waliotumia. Kwa hivyo wakawa ni wenye kumtuhumu mtume wa Allah kwa tuhuma kama hizi: muongo, wewe safihi, wewe kadha. Wakamtumia hizi tuhuma, kisha wakaanza kutuma vitisho. Sasa bathu ar-ru'b fi qalbi Hud salawatullahi wasalamu alayhi, wakaanza kumtumia vitisho Hud alayhi salatu wassalam ili kumsimamisha kutokamana na kufanya da'wa. Na haya pia ndio waliofanyiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na kabla yake mitume wote. Firaun alimtisha Musa alayhi salatu wassalam na kumwambia la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin, ukiabudu Mungu mwingine pasi na mimi wewe nitakutia ndani jela, wewe mimi nitakufanya hivi, mimi nitakufanya hivi. Hivi ndivyo alivyo. lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema inma dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. na Ibrahim alayhi salatu wassalam pia alikhofishwa, alifatiwa na watu wake kutaka kumtia hofu, tena wamtia hofu kutokana na ile miji sanamu wanaoyaabudu, kuwa hii masanamu yetu yatakupata kwa hili na ile. akajibu wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana. Vipi mimi niogope vile mlivyomshirikisha navyo Allah subhanahu wa ta'ala katika vitu ambavyo havina maana yote, na nyinyi hamuogopi kuwa mmemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vitu ambavyo hamna hoja yoyote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawauliza fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, katika sisi na nyinyi ni nani ambao wana haki zaidi ya kuwa na amani ikiwa mwajua? Yani awe mtu wa tauhid awe na hofu, mtu wa shirki ndio awe katika amani? La. alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. wale watakaopata amani hapa duniani na kesho akhira ni wale ambao hawakuvika imani yao na shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. kwa wakamkhofisha Hud alayhi salatu wassalam na kumwambia in naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu, wewe cheza tu wewe
na leo si ndio wanavyofanya. Waweza kumwambia mtu lile kaburi lile wewe waliomba hakuna lolote, wewe sema tu, wewe ngoja mawali waje wakupate wewe. Jamaa, si watu utishana namna hiyo? Jamaa utishana bwana. Ukipinga bid'a wale ngoja utaona litakalompata yule, basi na bahati mbaya watembea kuona umteguka hivi kwa sababu ya maulidi yampinga yule. Na nyinyi akiwapata kwa sababu gani? Yani hivi ndivyo wanavyofanya. Eti yale yao walionao ya batil wanaoyatetea, kwa mfano wawatishia wale watu wa haki kuwa nyinyi mkipinga haya mtajua sisi ni nani. Wallahi nawasikia haswa. Kuna bwana mmoja namjua mimi katika Ahlul Bait na mtu wa sunna, jazakallahu khair. Basi ilikuja wakati akawa mgonjwa, mimi namsikia na masikio yangu hivi, bwana mmoja khurafi asema, wajua yale mambo hawa ni yao, wakiawacha tu hivi ndio wanafanyika. Sio fahamu, kwa sababu wamwacha bid'a na uzushi, asema ati ndio maana mgonjwa huyo apata maradhi kila wakati. Subhanallah, subhanallah, atawasau bihi bal hum qaumun taghun. Hivi ndivyo watu wa batil siku zote, kama ambaye wahusiana eti watishiana na watu kwa sababu ya vile wanavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wamwambia Yahudi, wewe wacha mchezo, wewe endelea tu kuwazungumza vibaya. Na hivi ndivyo alivyofanywa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makuraish wakamtisha kuwa kina Lata na Uzza na Manata watamfanya hivi na vile, wala hakuna lolote. Leo masufi kwa mfano miji khurafi, kuna makhurafi leo waamini kuwa mawali wao wapeleka ulimwengu wazi wazi, tena sivyo, yatasarrafuna fil kaun. Bali katika makaburi ya wale wanaoitakidi ni mawali kwao wakubwa, waandika swa kutub kadha wa kadha, musarrifu fil kaun kadha, huyu wapeleka mambo katika ulimwengu. Kwa hivyo kama kukuambia kuwa wacha mchezo, kuna wenyewe hapa wapeleka ulimwengu. Kwa hivyo ukipinga wewe watakufanyia hivi. Na sisi tuliwaambia zamani sana, ikiwa kweli wao wapeleka ulimwengu, mbona sisi tuzungumza tunyamazi na tuone kutufanya kitu? Hakuna lolote wafanya. Si nyinyi mwasema kuwa wao hawaridhii vile sisi tunavyofanya, sio? Tuwalingania watu wasiwaabudu, hawaambieni watufanye usizungumze. Ukiamka wafungua mdomo wako uzungumze. Hapa hakuna anayepeleka ulimwengu isipokuwa yeye peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يدبر الأمر. hata makuraish pia asema Allah subhanahu fasayaquluna Allah. Hawa jamaa waje kutuambia mawali wapeleka ulimwengu. Wali gani apeleka ulimwengu? Wali alifanya amali njema kwa zitamfaa yeye siku ya kiyama mbele Allah subhanahu wa ta'ala, hazikufai wewe. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. na Allah shakwambia wala taziru waziratun wizra ukhra, kila mmoja atakwenda na amali yake bwana. Sio tegemea nundu wewe, hakuna. Hata akiwa ni wali kweli, na wengine hata si mawali basi tu. Misri, si nikuja nikawaeleze hiyo clip, nendeni kwenye YouTube mtaiona. Misri miaka kwa miaka kuna mji wa abudu kaburi jamaa. Serikali ikataka kupitisha barabara, ondoeni ile kaburi, hatutaki. Wakasimama, Mungu wetu, yani kama hatukubali aondoke hapa. Mji khurafi. Wewe wacheza na serikali wewe. Serikali kitaka jambo la kwani ni nani? Tamzika tu pamoja na Waislamu wenzake. Si likifukuliwa bichwa la ng'ombe bwana. Wallahi likifunguliwa ndani ni skali ya kichwa cha ng'ombe. Miaka watu waabudu wasema uwali ule. Kumbe bichwa la ng'ombe limezikwa pale ndani, limebakia fupa tu. Na watu wafanya ibada, watu wafanya safari kutoka kwenda mpaka huko. Wallahi alazim, hili jambo limetokea Misri. Nenda utaiona kwenye habari zao za Misri. Jambo la kushangaza kabisa. Yani hao jamaa sijui baada ya hapo kama wanaendelea na mambo yao. Yani mtu aweza kushika kichwa, jamaa, ng'ombe zote nilotoa kumbe kwa ajili ya kichwa cha ng'ombe. Dhahabu zote nilizojitolea kumbe kwa ajili ya kichwa cha ng'ombe. Mkiambiwa hamsikii. Anayeabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anayeombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Almuhimu walipomkhufisha Hud alayhi salatu wassalam akamwambia, inni ushhidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni.
Hud alayhi salatu wassalam akawatangazia watu wake wazi kuwa mimi namshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo kabisa, washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni, na nyinyi shuhudilieni kuwa mimi niko mbali kabisa na mnaowafanya washirika papasi na Allah subhanahu wa ta'ala. fakiduni jami'an thumma la tunzirun, kisha akawaambia na kuwapa challenge, basi nyote nyinyi nipangieni mimi vitimbi na kisha msinipe muula mnimalize ikiwa ni kweli. inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, mimi hakika nimemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala mola wangu na mola wenu. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. akawaambia alayhi salatu wassalam, hapana kiumbe chochote katika huu ulimwengu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemwendesha atakavyo. Msikie maneno haya, Allah ndiye anayemwendesha yule kiumbe atakavyo yeye, kama amemshika hapa akhidhun binasiyatiha, yani kiumbe kikishikwa hapa kwenye nywele siwenda tu yeye, Allah ndiye anayewapeleka viumbe wote. Kwa hata nyinyi na miili yenu mikubwa mlionayo ni Allah ndiye anayewapeleka subhanahu wa ta'ala. فقوله إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون, hapa ni mawqif ambayo imejaa ndani yake atahaddi, challenge. Awatolea watu wake, awapa challenge, na ndani yake yaonyesha ile iman waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na namna walivyokuwa kimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Upande wa pili huu kuambiwa in naqulu illa i'taraka ba'd alihatina bisu fayaruddu alayhim inni ushhidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun. na hii wataja baadhi ya wanavyuoni kuwa mawqif Yahud alayhi salatu wassalam, hii mawqif ndio muujiza ambao Allah alimpa Hud alayhi salatu wassalam. Ukisoma katika kisa cha Hud hutaona mahali imetajwa muujiza wake nini, lakini hii challenge aliyowapa ilikuwa ni muujiza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hawakuweza kumgusa na chochote. Na msimamo kama huu si yeye wa kwanza. Nafikiri mwakumbuka Nuh alayhi salatu wassalam alipowaambia watu wake, fa'ala Allahi tawakkaltu faajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun. na hivi ndio Nuh alivyowaambia, akarejelea maneno kama haya Hud alayhi salatu wassalam, kama vile babu yake Nuh alayhi salam alivyowaambia watu wake. Na tizama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Hunain, Hawazin, na hili ni kabila ambalo walikuwa ni kama kupiga mishale ni kazi yao. Walipotokea masahaba tu kule Hunain, wakaanza kuteremsha mishale kama mfano wa mvua teremka. Baadhi yao wakageuka wakaanza kufanya nini? Kukimbia, faru, sababu mishale yateremka. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale mbele, tena si juu ya farasi wala ngamia, bighal ambaye ni mnyama atokana na punda na farasi, si wa vita yule, lakini yuko juu yake asema ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib, huku wapiga kwa sauti ya juu ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib, huku yosonga mbele. fallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. ule ushujaa waliokuwa nao mitume wa Allah hakuna mfano wake alayhi salatu wassalam. ثم قال لهم هود عليه الصلاة والسلام فإن تولوا يعني إن توليتم, ikiwa mtakengeuka na kuyawacha haya, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum, addaytu alladhi alayya,
ikiwa mtakanusha mimi nishafikisha ujumbe ambao Allah ameniamrisha kuufikisha wama ana illa nadhirun mubin sikuwa mimi isipokuwa ni mwonyaji wa wazi fahuwa addama alayhi min albalagh min amri Allah azza wa jalla lahu an yad'uhu Allah amemwamrisha an yad'uhu awalinganie naye akafikisha alayhi salam kisha Hud alayhi salatu wassalam akawaambia watu wake wayastakhlifu rabbi qauman ghayrakum na Mola wangu atawaleta watu wengine badala yenu wala tadhurrunahu shay'a wala nyinyi hamumdhuru kitu chochote yeye Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbi ala kulli shay'in hafidh hakika Mola wangu ni mwenye kuhifadhi kila kitu kwa hiyo Hud alayhi salatu wassalam akafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wao wakamkanusha kwa hiyo kilichobakia ni wao kuwa wawe tayari kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni kweli hakuna mtu aweza kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا nyote muwe wema kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuzidishi katika ufalme wangu chochote ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a na nyote mkawa mfano wa iblis katika uovu hakuna chochote mtakachopunguza katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala si chochote na Hud alayhi salatu wasalam akawaambia watu wake wala tadhurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafidh na hii ni kama Ibn Abbas radhiyallahu anhu alipoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk la nyinyi hamwezi kufikia kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala wala pia kunidhuru mimi isipokuwa atakapotaka nani Allah subhanahu wa ta'ala tizama hii hali hii si ndio ile hali iliyofanana na watu wa Nuh na Nuh hakuna tofauti hii ndio waqi' ya watu wa Nuh kwa Nuh na ndio ilivyotokea kwa watu wa Hud kwa Hud na ndio ilivyotokea kwa Ibrahim na watu wake na ndio ilivyotokea kwa Makuraish dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولكن الناس متفاوتون في الإيمان وفي اليقين وفي التوكل وفي الثقة بالله تبارك وتعالى watu tofautiana katika jambo la iman na nini mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam walisimama imara dhidi ya wale waliopinga katika yale ambao wamemkabili nayo Hud alayhi salatu wassalam tamassaku bima kana alayhi al-aba wal ajdad walishikamana na yale waliokuwa nayo babu zao qalu ajitana lina'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna leo umekuja kutuambia sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake tuache wale ambao walikuwa wakiabudiwa na babu zetu na hivi ndivyo ilivyo mpaka kesho binadamu wanaopinga haki wako namna hiyo tumepata babu zetu katika hali kama hii na sisi tutaendelea kwa hivyo hivyo kadhalika katika yale ambao wamemkabili mtume wao nayo ankarul ba'th walikanusha kuwa iko siku watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakasema aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama nahnu bimab'uthin wasema huyu awaahidi kuwa mkifa mkawa mtanga au mchanga wasema mchanga na lugha sawa sawa ni mtanga mchanga ni kitu kidogo na ndio wahi kueleza embe likiwa changa ndio laitwa changa papai likiwa changa laitwa changa nikisema mtanga ndio sahihi lugha sahihi lakini Allah ndio ilozungumzwa huko kwetu mchanga
unajua mchanga huo binadamu akifa akiwekwa kaburini ageuka nini mchanga wa idhaman na mifupa annakum mukhrajun kuwa mtatolewa tena hai ungekumbuka tu wewe ulikuwa wapi kabla hujaja hapa wadharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra yule aliyeumba mwanzo hashindi kuregesha tena mwanzo ungelifikiria ulikotoka hayhata lima tu'i bu'dan mbali wapi tena sisi tufuliwa hamna kitu kama hicho in hiya illa hayatuna ad-dunya hayakuwa isipokuwa ni maisha yetu haya duniani namutu wa nahya wengine hufa wengine wazaliwa wama nahnu bimab'uthin na wala hatutafuliwa bwana hakadha qalu ankaru al-ba'th kwa hivyo wakakanusha na kukataa na ikiwa watakataa siku kufufuliwa maana yake wamekataa na nini wamekataa na pepo na moto na vyote vitakavyokuja huko mbele hawaamini kuwa kuna hisabu wala wamekataa yote kadhalika katika yale waliokuwa nao al-inad na wallahi angalia hizi tabia ziko katika kila mtu wa batil kufanya inad istakhdamu al-inad ma'a Hud alayhi salatu wassalam wamwambia Hud sawa'un alayna aw a'adta am lam takum min al-wa'idhin in hadha illa khuluqul awwalina wama nahnu bimu'adhabin wewe toa mawaidha usitoe mawaidha bana hakuna lolote tutatupata sisi wewe wasema mengi kweli kweli utupe mawaidha usitupe mawaidha sisi ni wale tu hii ni kama vile wale watutangulia mtu akifa basi kusha mambo yake in hadha illa khuluqul awwalin wama nahnu bimu'adhabin kwa hapa wakawa watumia inadi ni kuwa hata utuambie nini sisi tuko pale wewe wajisumbua bwana wallahi subhanallah ukiangalia haya masailul jahiliya utakuta kuwa na leo binadamu waishi wako vile vile kwa mfano si wametunga nyimbo wakasema kila mkipinga na sisi twazidi hii ndiyo inad sasa hii tu inad kila ukipinga wewe na mimi nazidi na mpaka nyimbo nitakutungia pia nikwambie sisi twazidi na tusemi haya kuwa eti anayekuwa na inad ni kafiri la wako katika uislamu ambao wana inad katika haki na umjidia na akaikataa ile haki na tena akakakamaa pale wewe wajisumbua bwana fanya utakavyofanya sema utakavyosawaa una alaina aw a'adta am lam takum min alwa'idhin sisi tuko vile vile tu طيب واجهوه بالكذب والبهتان يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك ما جئتنا ببينة أنكروا أن يكون أتاهم ببينة huu ni uongo katika ile mambo ya uongo aliyosema wakakanusha kuwa Hud amewaletea nini amewaletea ubainifu na hujja za wazi Allah subhanahu wa ta'ala sema tilka alqura naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bilbayinat hii ni shahada kutoka kwa Allah kuwa mitume walikuja na hoja za wazi hawa wasema majitana bibayinatin hebu ulikuwa sema nini hata tukuelewe wazungumza nini wewe wasemaje umekuja na hoja gani uliokuja nayo yani wakataa na wazua uongo wa wazi wakati mtume wao alayhi salatu wassalam amewajilia na hoja za wazi na Allah subhanahu wa ta'ala sema laqad arsalna rusulana bilbayinat kwa hoja zilizo wazi na mtume sallallahu alayhi wasallam ma min al-anbiya'i min nabiyyin illa u'tiya min al-ayat ma ala mithlihi amana al-bashar kwa hivyo hakuna mtume wa Allah isipokuwa amepewa hujja za wazi zenye nguvu kwenda kuwalingania watu wake Allah subhanahu wa ta'ala akasema watilka aadun jahadu biayati rabbihim wa asaw rusula lakini walikanusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala wakakataa
aya za Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa zimewajilia. Sasa kile ambacho kitakuja baada ya hapo ni kusubiri adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutazungumzia insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja, kwa sababu wakati umesonga sana, kuhusu uslub aliotumia Hud alayhi salatu wassalam katika kuwalingania watu wake, pamoja na kuwa watu wake walimkabili na uovu huu tuliotaja, lakini na yeye alikuwa na uslubu mzuri sana aliyokabiliana na watu wake katika da'wa. Huo ndio tutaanza kuzungumzia biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja, kisha tuzungumzie namna gani Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu watu wa Hud alayhi salatu والسلام. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.